daktari? Hapana, uko sahihi. Niko sahihi. Sasa tuanze pasi na kupoteza wakati. Tunapoizungumzia saratani ya macho, mzazi, mlezi pamoja na jamii kwa ujumla inatakiwa ifahamu nini kuhusiana na saratani hiyo? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Dr. Hamisi Ngaleni, kama ambavyo umeshanitambulisha. Ni daktari bingwa wa magonjwa ya macho kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mwananyamala. Leo hii tuko hapa katika kufahamisha umma juu ya ugonjwa wa saratani ya macho kwa watoto. Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawapata watoto sana sana chini ya umri wa miaka 3. Ni ugonjwa ambao hauambukizi kama ambavyo ndugu mtangazaji ameshasema, ila unaweza ukatokana na vinasaba vya kurithi kutoka kwa wazazi, ama inawezekana ikatokea bila sababu yoyote, kitaalamu tunasema sporadic. Ndio. Chini ya miaka 3. Chini ya miaka 3. Ingawa kuna rare kesi mpaka miaka 5 anaweza kupata. Hebu tuende kwenye visababishi sasa, japo umesema vinasaba inaweza ikawa ni moja ya sababu. Ndio. Jinsi tulivyoumbwa wanadamu, kuna kinasaba ambacho kwenye retina ni pazia ya jicho inayopokea mwanga ili kumfanya mtu aweze kuona. Kuna kinasaba kinaitwa retinoblastoma gene number 1. Chenyewe kazi yake ni kuzuia ama kuratibu mwenendo mzima wa uzalishaji wa seli katika jicho. Sasa kutokana na sababu tofauti ikiwemo hiyo kuzaliwa ama kutokana na mazingira, pia hiki kinasaba kinakuwa hakiwezi kufanya kazi. Badala yake zile seli za retina za mtoto ambazo inabidi zibadilishwe kutoka seli za utotoni kwenda kwenye seli za utu uzima, huwa zinazaliana bila kitu cha kuzuia, yani bila mpangilio. Matokeo yake ndio hiyo saratani inatokea. Sasa tukirudi kwenye utambuzi, kabla mtoto hajaonyesha ile hali ya kuletwa kwa wataalamu, mzazi atatambuaje sasa hapo, yani dalili kwamba mtoto wake yupo kwenye hatari ya kupata hii saratani ya macho? Ni swali zuri ndugu mtangazaji. Dalili ya mwanzo kabisa ambayo inaweza ikatokea kwa mtoto ni pale ambako mtoto macho yake wakati wa usiku huwa yanawaka kama macho ya paka. Ama unapopiga picha pengine kwenye familia ukaona mtoto fulani kwenye jicho lake kuna kadoti fulani kametokea chekundu kilinganisha na macho ya watu wengine. Kwa hiyo ni dalili ya mwanzo kabisa. Dalili ya pili, unaweza ukaona kama kuna kaweupe fulani kwenye jicho ambacho kinaweza kikafanana na mtoto wa jicho lakini sio mtoto wa jicho. Kwa hiyo hizi dalili mbili za mwanzo ni muhimu mzazi kuweza kuzigundua na kutafuta ushauri. Pia inawezekana ukakuta mtoto ana dalili ya kengeza. Hiyo pia ni miongoni mwa dalili za mwanzo. Sasa watoto pia wana tabia ya kuchezesha macho. Mzazi atatofautishaje? Yaani kuna mtoto anachezesha macho, ukimwangalia unaweza kusema mwanao anakengeza, kumbe tu anafanya michezo ya kitoto. Sawa. Kengeza nafikiri ndugu mtangazaji inatambulika ni jicho ambalo unapomtazama mtu unaona macho yale mawili, kuna moja linakutazama. Ndiyo. Lakini kuna lingine aidha litatazama nje pembeni ama litatazama kwa ndani. Hiyo ni dalili ya kengeza. Kwa dalili hizo mzazi akiziona itoshe yeye kumpa ishara kwamba mtoto wake macho yake hayako sawia na ampeleke kituo cha afya. Sahihi kabisa. Tofauti na hizo sasa, sababu zingine ni zile ambazo ugonjwa umeshafika kwenye hatua kubwa zaidi. Mtoto anaweza akapata shida ya pressure ya macho. Macho yanaweza yakawa mekundu kuliko kawaida, na kila dalili zinavyoendelea kutaanza sasa kuonyesha uvimbe ama lile jicho kuanza kutokeza kwa nje. Ili jicho la ndani linakuwa kama linataka kutoka nje. Linataka kutoka kwa nje kwa sababu zile seli sasa kule ndani zimekuwa kiasi kwamba zinasukuma jicho kwa nje. Ndio. Kwa hizo ni dalili ambazo tunasema ni advanced stages. Kwa kunakuwa hakuna maumivu ndani yake wakati hizo dalili zinajionyesha. Kwenye dalili za mwanzo kunakuwa hakuna maumivu. Lakini pale ambako sasa pressure ya macho imeenda kuwa kubwa, hapo kunaweza kukawa na dalili. Na pale ambako macho yameanza kuwa mekundu,
pia kunaweza kukawa na dalili ya macho kuwasha ama kuuma, kutokwa na matongotongo, machozi na vitu kama hivyo. Hali ikoje tukiangalia kwa ujumla mwenendo wa ugonjwa, ni hatari kiasi gani? Ni swali zuri. Ugonjwa huu ni hatari kwa kiasi kikubwa kwa sababu usipofanyiwa matibabu mapema unaweza ukaleta athari ya kupoteza uoni wa mtoto, unaweza kaleta athari ya kupoteza jicho, na hatimaye kama ugonjwa utakuwa umesambaa kwenye seli zingine za mwili, basi unaweza pia kupoteza uhai wa mtoto. Tafadhali, mpaka uhai? Yes. Yani nawaza jinsi ambavyo kwenye jamii yetu hatuna ule utaratibu wa kuenda kuwaona wataalamu mpaka aliwe mbaya sana ndo tunaanza kuwaona wataalamu. Maana tukiona kakasoro tutaenda kwenye maduka ya dawa, tutatafuta dawa pale. Na wale ni waaminifu sana wauzaji wa maduka ya dawa. Au ukifika pale ukimwambia na shida hii, na yeye atakupa dawa inayoendana ya kutuliza shida yako. Una kipi cha kuwaambia jamii sasa kuhusiana na hii saratani ya macho kwa watoto, lakini na yale mazoea ambayo yamejengeka ambayo yanatupeleka kwenye hatari zaidi? Jamii kwanza ifahamu kuhusu ugonjwa upo na una matibabu pale utakapogundulika mapema. Kitu kingine ambacho napenda kuasa jamii, kutokana na kutokuwa na mazoea ama taratibu ya kuhudhuria hospitalini mapema, utakuta mzazi amempeleka mtoto wake hospitalini wakati tayari huu ugonjwa umefika katika hatua kubwa. Na itakapofikia hatua hiyo, matibabu ambayo anaweza akaambiwa mzazi pale hospitalini ni kutolewa lile jicho la mtoto ili ile saratani isiweze kusambaa katika maeneo mengine ya mwili. Sasa hapa kuna changamoto kwa sababu asilimia kubwa ya wazazi huwa hawakubaliani na hii mtoto ni mdogo kusema kama chini ya miaka 3, miaka 5 ya kutolewa jicho. Kwa hiyo hatima yake anabaki na saratani na inaanza kuharibu jicho lenyewe kama jicho, na hatimaye inasambaa katika seli zingine za mwili na mwisho kupelekea hatari kwa maisha ya huyu mtoto. Kwa hiyo na ishauri jamii, iwapo mzazi utampeleka mtoto wako hospitalini, na madaktari ama washauri pale hospitalini watakuambia kwamba tiba iliyobaki kwa hatua hii ya ugonjwa wa mwanao ni kutolewa kwa jicho. Kwa hiyo ni bora ukubali ili ubaki na mtoto ambaye hana jicho kuliko kukosa mtoto kabisa. Kwa hospitali ya Mwananyamala mshawahi kupokea watoto wenye shida hiyo? Kwa experience yangu tumeshawahi kupokea wenye hatua za mwanzo kabisa. Na napenda kushare hii pia katika jamii. Ni story ambayo kidogo ilinihuzunisha. Pale Mwananyamala nilipata mtoto ambaye alitokea Lushoto, Tanga hiyo. Na yule mtoto mpaka analetwa pale alikuwa ni tayari mkubwa kidogo, zaidi ya miaka 3. Lakini lile jicho the way lilivyokuwa, ndugu mtangazaji, huwezi kuamini, ni jicho ambalo limefunika karibu sura yote, limevimba kiasi kwamba limeanza kutoa harufu. Na yule mama alishauriwa tu maeneo mengi, alikuwa ni bibi actually. Alishauriwa katika hospitali nyingi ambazo alihudhuria, na aliambiwa kwamba mtoto atolewe jicho, akakataa. Na matokeo yake ile jicho likavimba kiasi kile. Mpaka dakika hii tunazungumza sina hakika kama huyo mtoto bado yuko hai ama vipi, kwa sababu hali aliyokuwa nayo ilikuwa ni hali ya kwa matibabu ya pale Mwananyamala. Nyinyi mlifikia hatua gani? Pale kwa wakati huo kulikuwa hakuna hatua yoyote zaidi ya kuondoa ile masi ambayo ilikuwa kwenye jicho. Kitu ambacho yule bibi alimleta hakuwa tayari pia. I see. Sasa kulingana na kisa hicho na hali ya jamii ilivyo, unatamani kuwaambia nini sasa kwa nafasi yako hiyo ya udaktari na namna ambavyo mnakutana na watu wa namna hiyo? Ambacho napenda kuihabarisha jamii ni kuwa na ufahamu na uelewa wa saratani hii ya macho ambayo inawapata watoto wadogo, na wazazi wawe wepesi kuwapeleka watoto wao hospitalini kwa ajili ya ugunduzi na pia kupatiwa matibabu. Kama mtoto atapelekwa hospitalini mapema, ni saratani ambayo inatibika. Inaweza ikasevu jicho, inaweza ikasevu uoni, inaweza ikasevu hata uhai wa mtoto. Kwa hiyo na washauri wazazi wanapoona kuna tatizo hili, basi wasisite ama wasiwe waoga kuwapeleka watoto hospitalini ili kuweza kupatiwa matibabu ya haraka.
Haya, kuna swali hapa kutoka kwa msikilizaji. Huyu anasema, je, mtoto akizaliwa na macho mekundu ni dalili za nini? Yusuf Makuka huyu kutoka Kiesa Iringa. Okay, ndugu Yusufu Makuka, mtoto anapozaliwa kuwa na macho mekundu inawezekana ni maambukizi. Pia inategemea na macho mekundu au yamekuja muda gani baada ya kuzaliwa. Kama ni pale tu anapozaliwa, inawezekana ni maambukizi kutoka kwa mama ambayo mtoto aliyapata akiwa tumboni. Lakini siku hizi kuna matibabu ambayo yanatolewa pale hospitalini mara tu mtoto anapozaliwa ya macho, whether ana shida ama hana shida. Okay. Haya, anasema nikuulize hapa dokta, wale wanaozaliwa wana macho ya paka ile inakuwaje? Anasema anafundi mwenzake pia yuko hivyo, paka hatumwangaliage machoni. Sako Kinyaia huyu kutoka Makongo Juu. Ile mtoto tu anazaliwa yeye macho yake yako kaya paka. Hapo kuna aina mbili. Kwenye macho kuna hii sehemu ya weusi ambayo tunaiona kwa kitaalamu inaitwa iris. Iris huwa inakuwa na rangi tofauti tofauti kulingana na race ya mtu. Sawa. Kwa sisi wa Afrika rangi yetu ni ya brown. Lakini kutokana na sababu pia tofauti tofauti, mtu anaweza akawa na iris ya rangi nyingine tofauti na ile ya brown. Kwa kufanya hivyo macho yake yanaweza yakaonekana kidogo tofauti na wengine. Ambacho ninazungumzia hapa cha retinoblastoma sio hii mboni ya jicho au iris, bali ni pale katikati ya jicho ambako lenzi ipo. Kama utamulika tochi utaona kuna reflection fulani wekundu inatoka. Kama ambavyo yani katikati ya hiki ndio cha brown. Sijui na mimi changu cha brown, sijui cheusi, sielewi. Ila najua hakiko kacha paka. Kwa hiyo katikati yake hapa. Na hiyo inaonekana pale tu unapomulika tochi. Ni kama wakati ule tukipiga picha alafu kama ile kamera sijui ikiwa haina mwanga wa kutosha ndio unakuta macho yanatokea vile. Sawa. Haya, huyu anasema macho hayaoni mbali. Shida ni nini? Bigi Mpiana huyu, Rais wa Ubungo Explosive Family. Shida inaweza kawa ana kitu kinaitwa refractive error au uoni hafifu. Kwa hiyo inabidi waone wataalamu na afanywe vipimo ili igundulikane nini shida na matibabu yake. Haya, huyu mwingine yeye anasema, kwa nini madaktari hawatuambii kuwa kansa haina dawa? Lakini hii umesema inatibika. Inatibika hii. Sasa huyo aliyokuambia haina dawa. Hii saratani ya macho inatibika endapo utawahi. Ukiwahi ukampeleka mtoto kwenye vituo vya afya itatibika. Huyu akasema, Dr. Samani, hiyo ya weupe kwenye kiini au ukungu sio ishara ya magonjwa mengine ya macho au ni saratani tu? Vice kutoka Dodoma. Huo weupe wa kwenye ukungu wa mboni ya jicho kwa mtoto mdogo inaweza ikawa ni saratani, lakini pia inaweza ikawa ni baadhi ya magonjwa mengine ambayo mtoto yuko nayo. Ili ujue kwamba ni saratani ama ni magonjwa mengine ambayo yana dalili kama hizo, ni bora kuhudhuria kituo cha afya ukapewa ufafanuzi na kujua kama ni saratani ama hapana. Haya, huyu hapa anasema hivi, kwa nini macho yangu yanakuwa na ukungu? Hebu daktari msaidie kabla hatujakwenda kuhitimisha. Kwa haraka nitashindwa kujua kwamba inabidi nijue kwamba ana umri gani. Ukungu wa watu ambao wana umri mkubwa mara nyingi inakuwa ni mtoto wa jicho. Ndio. Ama cataract. Lakini ukungu wa umri mdogo kuna sababu tofauti. Mpaka ufanyiwe uchunguzi ndipo tutajua sababu hasa ni nini. Haya, huyu hapa anaitwa Nasibu Nziku wa Gomzi, Dar es Salaam. Anasema, habari za studio, Yustam Soya na Dr. hapo studio. Asante sana kwa elimu mnayoitoa kuhusu macho. Tunakuambia karibu sana. Anasema, daktari, naomba kuuliza, mnapotoa hilo jicho mnaweka nini kwenye shimo hilo la jicho? Mosha kutoka Kilimanjaro. Ni swali zuri, na kuna usemi ambao hata mimi wakati niko mdogo nilisikia kwamba ukitolewa jicho unawekewa jicho la ng'ombe ama la mbuzi au la kondoo. Lakini kiuhalisia, ndugu wasikilizaji, ni kwamba jicho linapotolewa ile sehemu ya socket ya jicho ni kweli panabaki na shimo. Ili mtu awe na muonekano mzuri, basi kuna macho ya bandia huwa yanatengenezwa, unawekewa pale ambalo linafanana na lile jicho lako lililobaki, kiasi kwamba kama wewe sio mtaalamu huwezi jua kwamba ile jicho ni la bandia ama hapana. Lakini halioni. Linakuwa tu ile kuleta urembo. Sawa. Haya, huyu hapa anasema hivi, macho yanawasha, shida ni nini? Pita Kileo kutoka Moshi. Inaweza kuwa allergy, inaweza kuwa infection. Kwa hiyo aone wataalamu kwa uchunguzi zaidi. Haya, naamini hilo swali pia utakuwa umemjibu na Selemani Simba, maana naye ameuliza hivyo kuwasha kwa macho pamoja na kope. Anasema, tiba asilia ya uoni hafifu, yani vyakula gani vinaweza kusaidia kuona mbali?
Inategemea na sababu inayosababisha kwa nini mtu haoni mbali. Kama ni sababu ya refractive error, tiba yake mara nyingi inakuwa ni miwani. Lakini kama kuna sababu ya kutokana na virutubisho ama lishe, unaweza pia ukapata tiba kupitia lishe na virutubisho. Haya, nitasoma hizi mbili za mwisho maana muda umetutupa mkono. Anasema dokta, mimi macho yangu yanakuwa kama yana michanga, anaitwa Mwana. Halafu ya mwisho ni hapa. Anasema mimi mtu nimemwambia anafungua biashara kuuza samaki, akaniambia utaweza, ndio wanao hii naona amejibu kitu kingine. Haya, tumjibu huyu ambaye anasema yeye macho yake yanakuwa kama yana michanga. Mwana inaweza kuwa ni infection ambayo inasababisha macho uhisi kama yana michanga, ama pia ni allergy. Pia ni vizuri ukaona wataalamu kwa matibabu. Haya, Jafari Kopo kutoka Moshi Kilimanjaro anasema ni vyema jamii ikajenga tabia ya kuhudhuria vituo vya afya mara kwa mara ili kucheki afya za watoto. Tunahitimisha vipi kuhusiana na hii saratani ya macho? Jamii ielewe nini, lakini kile ambacho wewe kama mtaalamu unatamani kukisema kuhusiana na saratani ya macho kwa watoto? Sawa. Saratani ya macho kwa watoto kama ambavyo nimeshasema awali ni saratani ambayo inawapata watoto chini ya umri wa miaka 3 na inatibika pale itakapogundulika mapema. Kwa hiyo jamii iwe na taratibu za kuhudhuria hospitalini pale wanapoona watoto wao wana dalili hizi ambazo nimezisema hapa. Dokta, mimi nikushukuru sana na nikutakie kazi njema na kila la kheri kwenye kuhakikisha watu wanakuwa na afya njema. Shukrani, asante sana. Asante sana. Msikilizaji, ndivyo ambavyo tumehitimisha na Daktari Amis Ngelani, ni daktari bingwa wa macho kutoka Hospitali ya Rufaa Mkoa Mwananyamala hapa jijini Dar es Salaam. Pasina shaka umepata elimu. Jamani, tuzingatie. Tuzingatie. Mnaposhauriwa jicho litolewe, wazazi msiwe wabishi. Kwa sababu gani? Athari yake baadaye inakuwa ni mbaya zaidi. Tumevuka boda kuiunganisha miji kuweza kufanya wimbo uvutiwe. Nafikiri hiyo pia kati ya sababu nyingi zilizofanya nyimbo za zamani zikabaki kuwa na maisha marefu, na nyingine